wakati moto umeanza kule nyuma, moto ulikuwa ni mkubwa. Zile flames zilikuwa zimeenda mbali sana. Kwa hiyo vibaka walikuwepo hapa pembeni wakaanza kuvunja vioo hapa. Anachukua baadhi ya pombe, wengine kwa walinzi na batizo na askari walifika kwa wakati ndio wakapambana nao. Tumefanikiwa kudhibiti moto kwa kiwango cha juu sana, kwa kuwa nyumba zote zimedhibitiwa na moto haujaingia ndani kuleta madhara makubwa. Kwa kilichobaki hasara kubwa ni mbao ambazo zilikuwa zote zimeshika moto, ziko kama pareti 8 hivi. Wasaidie watu hao, wamepitia pagumu. Mungu yamkini wana marejesho. Muda huo na simu zikapigwa, zimamoto zikaja kama 4 za kwanza zikaanza kuzima moto. Yaani siwezi hata kuelezea ni hasara shilingi ngapi. Hapa na hasara zaidi ya milioni 150 hapa unavyoona. Mbao zilizokuwa hapo chini. Mimi nilikuwa mama lishe. Na wao kazi pia ilikuwa inanisaidia, maana watoto wangu walikuwa wanaenda shuleni. Mama ana mkopo na ni mtu mzima na miaka 76. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kitiangare, kata Kimandolu, jijini Arusha. Usiku kwa mkia leo majira ya saa 7 umezuka moto mkubwa katika eneo hili ambalo ni kiwanda cha mbao ambako wafanya biashara tofauti wanauza mbao katika maeneo haya. Lakini kutokana na moto huo umeteketeza mbao zote pamoja na mashine ambazo ziko katika eneo hili. Lakini jitihada mbalimbali za zimamoto na uokozi bado zimeendelea ili kuzima moto huu usiende zaidi katika maeneo ya mbele ya biashara, licha ya kwamba nyakati hizo za usiku baadhi ya watu wengine walijitokeza na kufanya uhalifu na kuiba vitu katika moja ya supermarket iliyoko katika eneo hili. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza na wananchi kuhusiana na tukio hili ambalo limejitokeza, huku wafanya biashara wengine wakiwa wamepatwa na huzuni kutokana na mtaji ambao wameweka hapa, wengine wana mikopo na mambo mbalimbali. Mimi kwa majina naitwa Wallace Mtawali. Ni mfanya biashara pia ni mmiliki wa supermarket hapa Moshono supermarket. Mimi nilikuwa nimelala. Alafu tukasikia tu mbwa anabweka sana, alafu geti linagongwa sana. Kwa hiyo sasa mke wangu akaniamsha akaniambia, "Mbona kama ni wezi au ni nini, majambazi?" Nikamwambia hapana, kama mtu anagonga geti kwa nguvu hivi ina maana kuna shida, aidha labda kuna jirani ana shida anataka msaada au usafiri au chochote. Kwa hiyo nikamwambia ngoja nitoke. Bahati nzuri tuna mlango wa nyuma ambaye anakaa kijana wa usafi naye wakamgongea, akamwambia bana, kule ofisini kwenu panawaka moto. Kwa hiyo basi ilikuwa kwenye mida ya saa 11 kasoro. Lakini nasikia moto hapo ulianza mida ya saa 8:30. Basi nikakurupuka tu nikavaa, ndo nikaja hapa nikakuta fire wameshafika na kuna watu wanajaribu ku rescue vitu, baadhi ya vitu wanatoa wanavipeleka kule ng'ambo ya barabara. Kwa hiyo ndio hivyo, sababu nzuri tukakuta fire wanadhibiti upande wa nyuma ambako kulikuwa kuna timba za mbao. Kwa hiyo wanadhibiti kwa moto kwa kiasi kikubwa hujaingia supermarket in fact. Kwa hiyo sana umechoma timba karibia zote kule zimeisha, na ndani tu ulikuwa unapita kwenye roof, lakini walifanikiwa kupita kwa wakati na wakaudhibiti. Kwa hiyo maji yaliyotumika ni mengi, anasema karibia gari 15 mpaka sasa hivi kwa sababu ya hizo timba za mbao. Mlinzi anasema kwamba wakati moto umeanza kule nyuma, moto ulikuwa ni mkubwa. Zile flames zilikuwa zimeenda mbali sana. Kwa hiyo vibaka walikuwepo hapa pembeni wakaanza kuvunja vioo hapa. Unaona? Kwa hiyo wanavunja, wanachukua baadhi ya pombe, wengine kwa walinzi na batizo na askari walifika kwa wakati ndio wakapambana nao. Kwa hiyo tukisema kwa kiasi kikubwa hawajaiba sana kwa sababu walikuwa wamekuja na mifuko wanapakia, unaona kama walivyodondosha hivi vitu. Kwa hiyo walinzi, watu wa fire, askari wa fire pia na askari wa polisi kawaida pia wote ndio mawadhibiti wa vibaka. Kwa hiyo wenyewe ndio walikuwa wamekuja kwa ajili ya kuvunja na kuiba tu basi. Kule nyuma sasa kwa sababu tatizo limeshatokea, unajua ni funzo watu wa timba, the owner huyo sehemu amesema lazima kuwe kuna space at least kama size ya gari kuweza kupita kuliko kubananisha kama hivi, maana kilichosababisha uharibifu wote ni hizo timba, kwa sababu mbao zimeshika moto ndio zikaanza moto kaanza kuingia kwenye majengo yote. Ungekuwa na space kubwa hata watu kupita, hata mchanga hivi, moto sidhani kama ungeweza kuruka. Sasa ni timba imegusa ukuta wa supermarket kwa nyuma, moto unavyowaka na maana unaenda unashika kenchi za juu za nyumba. Kwa hiyo nyumba zote hizo zinasema zimeathirika kwa sababu mbao zimegusa mpaka ukutani. Kwa at least kukiwa na space nafikiri hilo halitajitokeza tena. Majirani kwa mfano kama huyu naye ana duka la jumla, naye vitu vimeungua kwa ndani, kwa upande wa kule tena kuna duka lingine, na kwenye moto umepita juu ya roof ukashuka ndani ukaunguza vitu vya ndani ukachoma. Kwa hiyo nafikiri hata hapa pia kilichosaidia wataalamu wa moto wanasema staili ya kufanya ilivyopauliwa roofing yake, kwa sababu ni ile paa limelala. Kwa hiyo hakuna kenchi
kubwa sana, nyingi za mbao. Kwa hiyo nafikiri moto wenyewe ulikosa access kwa urahisi kuingia ndani. Kwa ripoti za mashuhuda wanasema moto umeanzia kule nyuma. Sisi kulikuwa kuna banda la kuku. Kuna mtu alikuwa anafuga kuku wa kisasa. Na last 2 weeks sio ameingiza vifaranga. Kwa hiyo wanadai kwamba yeye alikuwa ameweka mkaa kama vile kuwapa joto wale vifaranga. Ni kijana alikuwa ameachiwa kazi. Kwa hiyo nasikia wakati alikuwa ameweka ule mkaa, nafikiri sio alijisahau kitu kama labda alilala whatever. Moto ukaanza kwenye ile banda la kuku. Nafikiri ule mkaa ukashika yale maranda ya chini. Kwa hiyo kama unavyoelewa maranda yenyewe ni mbao. Kwa hiyo moto ulianza ile banda la kuku limepakana na timba za mbao. Kwa hiyo moto ukaanzia kule kwenye timba za mbao kuja huku sasa. Kwa hiyo zote ukawa unaelekea unakuja upande wetu. Kwa kweli ni hatari. Mimi binafsi sije kufanya biashara ya mbao ya timba, lakini kwa my experience ni millions of money. Watu wamepoteza hela zao nyingi sana. Mtu unaweza ukafa hivi. Especially kama tena ukichukua na mkopo, unajua benki labda unless kama ulikata insurance at least inaweza kucover up. Lakini binafsi hivi ni tatizo na umakini unahitajika sana, especially kwa vitu kama hivi ambavyo vinashika moto kwa haraka zaidi. Inabidi precaution iwe kubwa zaidi than prevention. Maana hapa kinachofanyika ni prevention, lakini precaution ingetumika na maana hata madhara ingekuwa labda kidogo yako minimal. Lakini Mungu, kwa kuwa imetokea, naomba rehema kwako Bwana, pale ambapo hatujakaa vizuri kwako na haya adui akayaruhusu, utusamee Baba. Wape utulivu Baba, wape utulivu Mungu, maana wasiangalia hasara, wakuangalie Mungu wewe uwezaye kurudisha vyote Bwana, maana fedha na dhahabu ni mali yako Bwana. Baba, ninakushukuru, usiwaache na hawa wakaangamia kwa mshtuko wote ule, bali Mungu utaachilia hekima ya Mungu ikawe juu ya watu hao, uvumilivu ukawe ndani ya mioyo yao, wakisema hata sasa Mungu atabaki kuwa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naitwa Rose au Mama Eva. Najua jambo hili ni kubwa sana. Yamkini watu wamechukua mkopo hawajaanza hata kurejesha. Kulipokea ni gumu. Lakini tukiangalia upande wa Mungu bado anasema tushukuru kwa kila jambo. Maana hatuna jinsi ya kutatua zaidi ya kujikaza na kuvumilia na kusema Mungu nipe kuanza upya. Maana jibu lina Mungu peke yake. Watu hao wameumia, wanahitaji kutiwa moyo. Lakini bado Mungu wetu, fedha na dhahabu ziko kwake. Tumwangalie Mungu katika hili. Hasara ni kubwa, lakini Mungu ana njia ya kuwavusha. Mimi nimekuja kwenye tukio na nimezunguka huku nyuma kuangalia, nimeshtuka. Tatizo hili ni kubwa sana. Lakini katika walioumia ambapo na maeneo hapa, mojawapo ni huyu na kuna bibi hapo nyuma na ndio amechukua mkopo. Sisi kama watu wa Mungu lazima tuwaombee Mungu awatie nguvu katika hili na awape mlango wa kuvuka. Ndio maana nasema katika lolote lile gumu linalotokea mwanadamu, huna njia ya kuvuka pasipo Mungu kutoa mlango. Kwa hiyo kikubwa tumwangalie Mungu, japokuwa ni ngumu. Mungu anasema tushukuru kwa kila jambo. Utashukuru vipi wakati unaona hasara? Lakini Mungu ametuambia tushukuru, na ndio maana haya ni mapenzi ya Mungu kwamba hata katika gumu tumshukuru Mungu, ana njia ya kutuvusha. Hapa hakuna njia yoyote zaidi ya Mungu kuwavusha hawa watu. Naitwa Dickson. Kilichotokea ni kama unavyoona ni ajali ya moto. Moto ulianza kuwaka kuanzia mida ya saa 7 usiku. Mpaka sasa hivi hatujajua chanzo ni nini, sababu ni nini. Kama unavyoona imetengeneza vitu vingi vikiwepo mbao, mashini za kurandia na vifaa vingi tu. Ile eneo palikuwa panauzwa mbao, pia tulikuwa tunatengeneza furniture za aina zote, kiwepo furniture za chuma, kiwepo furniture za mbao. Kwa hiyo tulikuwa tukifanya hiyo biashara. Kwa haraka siwezi kusema kwa sababu eneo ni kubwa na naona imeharibika, ni ngumu kujua. Yeah, of course walifika mapema. Tatizo likawa labda maji ndio yalikuwa yanapungua, kwa hiyo kwa sababu ya moto ni mkubwa. Ni kumuomba tu, ni kumshukuru tu Mungu kwa kila jambo kwa sababu hakuna namna. Maduka ya mbele yamepata damage kidogo tu. Kwa hiyo walibahatika kuokoa mali zao mapema. Tomore ni Kelvin Mbaga. Sisi tunaishi kwa Babadi Mnarani. Sisi tumeanza kuona moto mida ya saa 8 kwa sababu sisi tunakaa bondeni. Tulikuwa kwenye msiba. Kwa hiyo inabidi tukapanda maeneo huku juu tujue ni shida ni nini. Kwa hiyo pikipiki nyingi zikapanda kuja huku juu ndio kuwapa taarifa watu walioko karibu kwamba nyuma yao kuna moto, sababu watu walioko mbele walikuwa hawaoni. Sababu sisi tulikuwa msibani, tulikuwa tunaona sababu tuko upande wa chini. Kwa ndo muda huo nao simu zikapigwa zimamoto zikaja kama 4 za kwanza zikaanza kuzima moto.
zikasema maji yameisha, zikaondoka. Zikaja 3 za pili nazo zikazima moto, zikasema maji yameisha, ingine ikasema maji yanashindwa kupress, zikaondoka. Ndio zikaja 2 za mwisho ambazo zikuja tena nazo kuzima moto. Kweli watu wamepata hasara sana. Hata waliotoa vitu vya mbele, sio kwamba wote vitu vilikuwa salama, kwa sababu vitu vilikuwa vinachukuliwa. Sio kila mtu anayeokoa kwamba anakusaidia kuokoa. Wengine walikuwa wanaokoa vitu wanachukua. Kwa hiyo yani hata kama umevisogeza, lakini bado kuna watu wamepata hasara. Bado moto ulikuja kwa ndani. Kwa hiyo bado moshi ule umeharibu ukuta baadhi ya sehemu. Kwa hiyo ina maana ni marekebisho yanatakiwa tena kufanyika. Na bado tukiangalia kama moto bado hujazima kabisa vizuri. Kwa hiyo haujui utazimaje, utaishaje. Kwa sababu wengine wanasema walipata hasara kwa sababu sio kila mtu anayeokoa kwamba anakusaidia. Kwa wengine wanaokoa ile anachukua, anifanya anakusaidia kutoa vitu nje. Kwa hiyo sio kwamba wale watu kwamba wameokoa vitu vyao vyote viko salama, hapana. Sababu laiti labda kama ile jeshi la polisi lingefika mapema likasimamia mpango wa kutoa hivyo vitu nje, labda mali zao zingekuwa salama, lakini kutoa tu vitu nje na wewe unaenda kuangalia. Sababu zimamoto za mwanzo zilivyoondoka maji yameisha, watu wanaanza kuweka mabomba yao kujaribu kunyeshea, wenyewe bado hawawezi kuzima ule moto. Kwa hiyo unakuta wewe unaacha mali zako, bado huko wengine wanachukua, wao hawajali. Kwa pale mtu anapopata shida mwingine anafaidika. Kwa hata wanao wamepata hasara tena pakubwa. Mungu tu awatie nguvu na wasaidie, kwa sababu ili janga limetokea. Labda tu kwa serikali wasaidie sana. Yaani hao magari yao zimamoto yao na vifaa halisi, na wawe wengi labda kwa wakati waje kusaidia tukio kama hili. Labda wangekuja kwa wakati na vifaa halisi, na sio hiyo maji yanakatakata, sababu kuna mito karibu kama Kijenge na hapa karibu, wangeweza kuchukua maji ya haraka, labda wangewasaidia kuokoa baadhi ya mambo yasingetokea sana hivi. Ule moto sababu ulionekana ni mkubwa sana, kwa sababu huku ni mbao. Kwa hiyo ule moto watu wa mbali walianza kuona moto kwa juu, ilikuwa ni kama ile ushasikia kupatwa kwa jua au kwa mwezi. Yani kuna ile rangi nyekundu ilitanda angani. Kwa hiyo ile moto ulionekana ni mkubwa ambao mtu hauwezi kwenda na dumu au maji ukauzima. Yani kitu ambacho kisingewezekana. Sababu ni mbao, ilishika kwa haraka. Kwa ni moto mdogo, labda mngesema mpambane, mkishindwa hapo. Lakini ule moto huwezi kupambana wewe kama wewe. Ule mvuke tu huwezi kusogelea. Naitwa Vicky Wilson Sonyo. Nimepata taarifa mida saa 8 za usiku. Moto pia ulianza saa 8 za usiku, lakini nasikia baada ya watu kutoa taarifa faya walikuja bila maji. Maana nahisi pia faya wangekuja na maji, pengine ingeokolewa kitu kidogo. Lakini hamna kilichosalia hapa, watu wamepoteza mabilioni ya pesa. Kama wamama wamepoteza timba zao za mbao na mbao zilikuwa zimejaa, watu wamepoteza vitu vingi sana. Hatuwezi hata kuongea sana. Watu wamepoteza vitu vingi sana, mabilioni ya pesa, sio mamilioni ya pesa. Mimi nilikuwa mamalishe. Na kazi pia ilikuwa inanisaidia, maana watoto wangu walikuwa wanaenda shuleni, kipato changu ndio kilikuwa hivyo. Na kama mnavyojua, hakuna mama ambao sasa hivi anakaa bila mkopo. Watu wengine tunachukua mikopo, tunaendesha maisha. Kwa hiyo tumepoteza vingi sana. Banda langu ni kama lile pale, ndio lilikuwa pale hivi mnavyoona limeteketea. Hakuna chochote nilichokiona. Sijaona chochote zaidi ya majivu. Kwa hiyo kweli ni kitu ambacho imewaumiza watu wengi sana. Niliweka stoku jana. Maana pia jana nilikuja kazini nikafanya kazi, nimeondoka nyumbani mida saa 11. Imeteketea vyombo vyote. Yaani kila kitu, ofisi nzima imeteketea, kama vyombo, machupa. Unaanza maisha? Naanza moja na sijajua nitaanza hiyo moja nitaanzaje. Ndio, kwa sababu nilikuwa na mkopo ndio, maana sasa hivi hamna mama ambaye ana mikopo. Sio Yohana George wa Rioba. Hapa ni maeneo ya Oio. Sisi ni wafanyabiashara wa mbao. Nimepigiwa simu muda wa saa 9 ya usiku na binti yangu analia, akaniambia mama, huko timba linaungua. Alivyoniambia timba linaungua, nikaja hapa, akatuma toyo, nikaja hapa, nikakuta kuna teketea muda wa saa 9. Faili kuja hapa, ikaja gari la kwanza halina maji, likaondoka, likaja la pili, ndio wakazima ikusaidia kitu chochote. Wakaanza kwenda kuchukua magari mengine huko. Kwa hiyo ndio hivi unavyoona kila kitu kimeteketea. Mimi natimba hapa, nauza mbao hapa. Yaani siwezi hata kuelezea ni hasara shilingi ngapi. Hapa na hasara zaidi ya milioni 150 hapa unavyoona. Mbao zilizokuwa hapo chini. Mikopo ninayo nina mikopo. Kuna mtu anafanya biashara sasa hivi bila mikopo. Chanzo cha moto sijajua, ila wanasema kwamba ni hitilafu ya umeme.
Unaona hapo kulikuwa kuna mashine mbili hapo, na hapo kuna waya za umeme zilikuwa zimepita hapo. Wanadai kwamba ilianza shoti hapo. Kuna dada mmoja pale the place amesema ameona shoti hapo, wakaanza kupiga kelele muda wa saa 7. Wanasema moto umeanza saa 7, lakini taarifa mimi nimeipata muda wa saa 9. Ndio nimepigiwa simu nikaambiwa huku kunaungua. Yaani serikali tusaidie. Kwa sababu gani? Hapa kwanza tuna mikopo, alafu kwanza tunadaiwa madeni huko juu ya rais juu wapi. Wanatudai mbaya kabisa. So unajua tena lazima tunadaiwa hela za watu. Hatujamaliza kulipa madeni yao, wanatudai mpaka sasa hivi hapa tulipo. Unaona? Na biashara ndio hizo zimeteketea. Mimi kwamba nikitoka hapa naenda nyumbani kulala, sina mahali pa kwenda. Ndio nilikuwa nategemea hapa. Jina ni Fanuel John Fundi. Mimi ni fundi kama ukoo wangu ulivyo, ni fundi carpenter. Nilipigiwa simu saa 8 kwamba huku kuna ajali ya moto. Kuna moto huku unawaka kwenye mabanda yenu. Mimi naishi Mulieti. Basi kabidi nichukue usafiri hiyo asubuhi. Nikaja mpaka huku Moshono. Hapa maeneo ya hiyo. Mimi nina workshop hapa, na hapo workshop ndani nilikuwa nimehifadhi vyombo vyangu vyote ambavyo ni mashine za kutengeneza furniture, mashine ndogo ndogo ambazo zote zimeungua hapo ndani. Ina maana hapa nje pia nilikuwa nimeweka furniture za wateja wangu, zote zimeungua. Na pia nilikuwa nimehifadhi mbao, zote zimeungua. Kwa hiyo hapa ninavyoongea ina maana kwamba sina kitu chochote kilichobaki. Serikali labda ituangalie kwa jicho la pili. Kwa mfano sisi vijana, nakuta mimi nimechukua mkopo ili kwamba niweke kama mtaji wa mbao, hata mteja akija mimi nichukue tu zile mbao nifanyie kazi afu nirudishe hapo. Lakini sasa hivi hapa nilipo ina maana sina kitu chochote nilichobaki nacho. Basi tunaomba serikali ituangalie sisi vijana ambao tunajiendeleza, wajasiriamali ambao tuko maeneo haya ambapo tumepata shida hii ya kuunguliwa na vitu vyetu. Ni hilo tu. Hapa tuko kama wafanyabiashara zaidi ya 10. Hapa tuko wafanyabiashara zaidi ya 10 ambao wako wenye mbao, wenye timba zao, na sisi hapa ni mafundi na mashine za kulanda. Wengine wana viwanda vidogo vidogo vya kulanda mbao na wafanyabiashara pia wa mbao. Kwa hiyo hapa tuko zaidi ya watu kama 10 hivi. Nimepigiwa simu saa 9:30. Nikaambiwa moto umewaka huko kwenye timba la mama yako. Nikafika hapa hiyo saa 9. Nikakuta moto umeshakuwa mkubwa sana. Mama ana mkopo na ni mtu mzima na miaka 76 na amechukua mkopo. Sasa tunaomba serikali tusaidie. Ndio. Mama ameshusha mzigo, wanashusha kila mara. Kwa kweli wangekuwa wamewahi ile mwanzo, wangekuja na maji, wangeweza kufanikisha, maana moto ulianza matimba ya juu. Haya matimba ya chini yalikuwa hajafikiwa moto. Lakini maji yalikuwa ni haba, ndio maana ikashika kote. Shauri wangu tunaomba Mungu awatie nguvu katika kipindi hichi kigumu. Na vile vile tunaomba serikali waweze kuwasaidia kwa sababu wana mikopo. Mimi naitwa Oswald Mwanjejele, ni mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na ni kaimu kamanda wa Zimamoto mkoa wa Arusha. Majira ya saa 9:05 mpaka dakika 8 tulipata taarifa ya tukio la moto wa karakana eneo hili ambapo ni Mushono karibu na Mopao hapa. Na kilichokuwa kinaungua ni mbao na vifaa vilivyokuwemo katika hizi karakana. Na baada ya kufika hapa saa 9:17 askari wamefika eneo hili na kuendelea kupambana na moto. Na kilichoonekana ndani ya dakika chache walipofika wakagundua moto ni mkubwa, kwa maana wangehitaji msaada wa ziada. Na ndipo tukaongeza magari mengine mawili, kwa tukawa na magari matatu hapa yanapambana na moto.
na kwa kuwa moto ulikuwa mkubwa na kama mnavyoona mazingira yenyewe yameambatana na nyumba, mbele kuna maduka, lakini ukiondoa maduka kuna baa na supermarket na vitu vingine, lakini nyuma kuna nyumba za makazi ya watu, na nyumba za nyuma zilikuwa shashika moto, kwa ikabidi tugawe gari zingine ziende kule nyuma kwa ajili ya kuzima moto wa nyumba, na umeme, nguzo za umeme zilikuwa shashika moto, zote zinawaka. Bahati nzuri pia, pamoja na kwamba ilikuwa usiku, kuna baadhi ya watu walikuwa wengi wamefika maeneo haya. Mara moja tukawapigia wenzetu polisi, wameweza kufika kwa wakati na wao wakasaidia katika kucontain eneo, lilibaki kuwa salama, wazima moto waendelee kupambana na moto katika hali ya utulivu. Hata hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto kwa kiwango cha juu sana, kwa kuwa nyumba zote zimedhibitiwa na moto haujaingia ndani kuleta madhara makubwa. Kwa kilichobaki hasara kubwa ni mbao ambazo zilikuwa zote zimeshika moto, ziko kama pallet 8 hivi, zote zilikuwa zimeshika moto na moto ni mkubwa sana. Hata hivyo tunamshukuru Mungu, tumeweza kukabiliana nao kwa ukamilifu. Changamoto ndogo ambayo imejitokeza ni maji kwenye hydrant. Tunazo hydrant 4 eneo hili, lakini zote zikawa zinatoa maji kwa uchache sana. Tukafanikiwa hydrant moja mita 200 kutoka hapa, iko shuleni, shule ya sekondari Suye pale, tukaunganisha na maji kutoka pale kuja huku kwa ajili ya kupambana na moto, ambayo nayo ilipofika saa 11 ikakata maji. Lakini jitihada zikafanyika kuwasiliana na mamlaka ya maji, kuwajulisha kwamba changamoto ya hydrant zina maji machache, na tumeenda mpaka mjini. Hata kule mjini katika hydrant zote za pale mjini zikawa na maji kidogo sana. Kwa hiyo tulipowasiliana na mamlaka, wakatuelekeza tuende katika eneo lao ambako kuna kisima maalum kwa ajili ya kujaza maji kwao. Manake chanzo cha maji kule kiko Sekei. Kwa baada saa 12 hivi ndipo tukaanza kuchukua maji Sekei na kuendelea na hatua za kuzima moto. Kwa sasa kilichobaki ni kuendelea na contain moto uliokuwa umefika eneo kubwa la develop. Manake moto umefika kwenye develop stage. Kwa maana sasa tunaelekea kwenye decay. Decay ni kwamba moto sasa hatuwezi kuokoa kingine. Zaidi sana ni kuhakikisha tunauzima kabisa, kwa sababu ni mbao, unafahamu miali yake ni mikubwa. Kwa tunaendelea kupunguza joto ili mwisho wa siku tuumalize kabisa. Ni kweli mwandishi, hata mimi nasikitika sana, tumekuwa tukifanya jitihada kubwa sana, na kwa bahati njema sana hapa tulivyofika, mimi nimefika hapa saa 9 kama na dakika 40 hivi. Nilipofika hapa nikamkuta mwananchi mmoja aliyepiga simu fire, naye ni mpita njia, alikuwa anapita, kakuta watu wanapambana na moto, na kwa taarifa tulizoambiwa hata walinzi waliokuwepo wamekimbia. Walivyoona wanazima moto wameshindwa kuuzima, wakakimbia. Kwa wananchi wapita njia ndo wakapiga simu fire. Na shauri pia Watanzania hasa walioko Arusha, namba yetu ya dharura ni rahisi sana, 114. Ni wajibu wao kupiga na kutoa taarifa, kuliko tusubiri moto uwe mkubwa afu kaleta madhara. Sidhani kama italeta afya. Tungeweza kuokoa mali nyingi, tungeweza kuokoa vyote vilivyoungua, na tungeweza kuuzima moto kwa wakati endapo taarifa ingefika kwa wakati. Sababu tumesikia hapo wengine wanasema moto umeanza saa 8, lakini kama nilivyokuambia sisi tumepokea taarifa ya moto saa 9. Kwa unaweza kaona disaster ambayo ni kubwa sana.